Habari, karibu tena katika kipindi chetu cha sanaa yetu, na leo tutakuwa na mada kuu ambayo inazungumzia ni wasanii wa sanaa za ufundi Tanzania fine art hawawi maarufu kulinganisha na wasanii wa kazi za muziki na filamu. Na leo tutakuwa na mwanasanaa wetu ambaye atajitambulisha kwa majina yake matatu na atatujuza zaidi sababu ambazo zinapelekea mpaka ikatokea hivi. Kwa majina yangu matatu ninaitwa Kennedy Ernest Kiwale. Kwa jina langu la sanaa wanajua kwa Nixon ama NK14 Raf. Mimi ni msanii wa sanaa ya fine art. Fine art inajikita kwenye sanaa za uchongaji, uchoraji, kuwamba pia. Kwenye sanaa hiyo ya uchoraji, mimi nimejikita sana kwenye sanaa ya uchoraji. Mimi ni mchoraji wa picha za portrait picture, painting pia. Kwenye sanaa yote ya uchoraji, mimi nimejikita kwenye sanaa nzima ya uchoraji. Je, unadhani kwa nini wasanii wa muziki wa filamu wanajulikana zaidi kuliko wale wa sanaa za michoro? Sababu ya kwanza ni uwasilishaji mbovu wa wasanii kuwasilisha kazi zao binafsi. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba kwenye kuziposti kazi zao kwenye media, kwenye platform mbalimbali zijulikane. Kingine pia sanaa za uchoraji na uchongaji, yani fine art, hazipewi kipaumbele kwenye televisions ama hazipewi kipaumbele kiserikali tuseme. Kwenye kuziposti, kwenye kuzifanya ziwe fema kama leo nyimbo zinapostiwa, nyimbo zinatangazwa. Hizo na filamu pia zinaonyeshwa kila siku. Hamna kipindi cha kuonyesha fine art. Sasa hivi television nyingi zinaonyesha muziki, zinaonyesha filamu. Lakini kuhusu swala la sanaa ya uchoraji na uchongaji, hakuna waonyeshi hicho kitu. Sijawahi kukiona. Kitu kingine pia ninafikiri ni serikali haitupi kipaumbele sisi wasanii wa sanaa ya uchongaji. Kuhusu swala la kuipushi sanaa yetu iende mbali kama sanaa ya filamu na muziki. Kama sasa hivi tunaona films, watu wa films wanachukuliwa, wanaenda Korea, waenda nchi za nje kugain na kuchukua ujuzi zaidi. Lakini sisi tunaonekana labda maybe hatuonekani, au tuseme Watanzania hawana macho ya kuangalia. Kwa maana hiyo nadhani serikali wanatoa msaada na mashirika binafsi yanatoa msaada sawa na wasanii wote Tanzania ukilinganisha na wasanii wa uchoraji au wasanii wa filamu. Unaona serikali support ambayo wanaitoa kutokana na sanaa ya uchoraji na sanaa ya filamu ni sawa hapa Tanzania? Sio sawa, kwa sababu sijawahi kusikia kwamba kuna shirika lolote au serikali imewapa kipaumbele wasanii wa sanaa za uchoraji. Nikuulize swali moja wewe reporter. Ulishawahi kusikia msanii wa sanaa ya fine art maarufu kama kina Diamond, yani tuseme walikanisha kama kina Diamond? Ushawahi kusikia? Kwa kusikia, ndio maana leo hapa tupo hapa ili kuwapa taarifa umma. Na kupitia swali hilo nitaka nikuulize pia, maana sikuwahi kusikia kwa hapa Bongo au Tanzania kuna msanii yote maarufu wa sanaa ya uchoraji kweli ambaye ndio tunaona kabisa, yani kama ukikaa hivi utasema hapa sanaa ya uchoraji inalipa kupitia huyo msanii. Je, Tanzania kweli yupo? Kwa Tanzania hakuna, kwa sababu wapo, ila sasa hawapewi kipaumbele wa kuonyeshwa kwenye televisions, wasikiwe, yani kwenye maredio watangazo tuwasikie. Yani kwenye films kwenye TV waonyeshwe. Kwenye let's say wafanye kama wanavyofanya muziki na films. Tungejua wengi sana wakali.
Na ungeulizwa msanii gani anajua anachora sana Tanzania, ungesema tu ni fulani, kwa sababu unamjua, kwa sababu anaonyesha kwenye TV kila siku, kama jinsi wanavyoonyesha muziki na filamu, ungejulikana. Sema sisi hatujapewa kipaumbele. Kwa mantikio, kwa wewe binafsi unaona kazi za sanaa za ufundi zina thamani gani ukilinganisha na filamu ama na muziki? Kupitia wewe kama msanii, unahisi kazi yako unaifanya na thamani gani, labda kulinganisha kwenye sanaa tofauti, labda nayo kwako tuseme filamu au muziki, ina thamani gani kazi yako? Kazi yangu mimi ina thamani kubwa sana. Kazi ya sanaa ina thamani kubwa. And simelete sanaa ambayo mimi naichora ile picha mpaka niandae nimalize, inachukua time, inachukua tena vifaa vingi sana vya kuchora, tena ni bei ghali. Mfano wa kazi yangu moja ambayo naonyesha, hii ni moja ya kazi ya sanaa ambayo nimefanya na imechukua gharama, ina gharama zake pia, tena gharama kubwa. Sababu nyingine nadhani ni elimu. Kwa maana gani? Elimu kwa watu wa sanaa za uchoraji na uchongaji pia, wapewe elimu kivipi watakapopushi sanaa zao, watakapoziingiza kwenye soko, ziuzike zile kazi, zilete thamani ya kitu ambacho yeye anachokihitaji, ilete ile thamani ya ile picha. Nini labda kifanyike ambao unaona kabisa hiki kikifanyika sanaa uchoraji itazidi kukua kwa Tanzania? Kwa maoni yangu, kitu ambacho kifanyike, kwanza waandae majukwaa ya kufanyia kazi za sanaa. Yaani majukwaa hayo, yaani kazi za sanaa zionyeshwe na watu wanaofanya hizi kazi wajulikane. Ushauri wangu mwingine kwa serikali ni kutuwezesha sisi wasanii, watupe vipaumbele, kazi zetu zionyeshwe kwenye televisions, zisikike pia kazi zetu hizi za sanaa. Kwa kumalizia, sanaa ya fine art ina ujumbe mkubwa sana kupitia picha. Picha ina ujumbe mkubwa zaidi, nadhani, kuliko hata muziki na filamu. Unaweza picha ikachorwa ikawa na maana nyingi kushinda hata muziki na filamu. Mtu anaweza kaficha kazi zake, anaweza kaficha siri zake kwenye picha. Picha inaficha mambo mengi sana. Nadhani mpaka hapo wapenzi watazamaji watakuwa wametuelewa tayari. Anahisi kwa niaba yao ningependa zaidi wajuze, wakiwa labda wanataka kuona kazi zako, sababu wewe ni mchoraji, si ndio hivyo? Wengine unahitaji labda support, na support yenyewe nategemea ni kwa watu wengine kutoka mtaani huko. Na kupitia hiki kipindi na hii TV nasikika na watu wengi, wanaangalia watu wengi wa mashabiki zako ambao wanatamani labda kuona zaidi kazi zako, zaidi ya moja ambao umetuonesha. Wanatamani kujua unapatikana vipi katika mitandao ya kijamii na sehemu nyingine, ili iwe rahisi zaidi kwa mtu labda kama ametamani picha hii ambayo umetuonesha aifuate. Unapatikanaje labda? Mimi napatikana Instagram ni Kennedy Crafted. TikTok najulikana kama NK14 Raf. Ukisearch NK14 Raf utaona kazi zangu pia. Kazi zangu nyingi zipo Instagram. Kwa Instagram, ukiingia kwenye page yangu ya Instagram utaona kazi nyingi sana za sanaa ya uchoraji. Nadhani mpaka hapo mtakuwa mmejifunza mengi sana na mmetambua mambo mengi, mmefunguliwa macho yenu kupitia sanaa ya uchoraji, na mpaka sasa hatuna la zaidi ya kusema.